Hello, habari zenyu wote. Jina langu ni Pastor Joan na niko hapa kuzungumzia maneno ya ndoa. Ningependa tujifunze maneno ya ndoa, na si ndoa tu, lakini ndoa ambayo inafanywa kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Hilo ndilo jambo ningependa tuliangazie kwa umakini, tujifunze ndoa ambalo liko kwa njia za Mungu, kwa sababu kuna ndoa mingi lakini haziko kwa njia za Mungu. Ningependa tuangalie ndoa ambayo inafurahisha Mungu, ndoa ambayo Mungu alikusudia kutoka kwa mwanzo wa dunia. Ningependa tupate kuelewa ya kwamba Mungu alikuwa na mpango fulani juu ya ndoa. Yeye ndiye alianzisha ndoa, na kwa sababu yeye ndiye alianzisha ndoa, alitupatia namna ama njia ya kukaa kwenye hizo ndoa. Na hilo ndio jambo ningependa tuangalie vile ambavyo tunaweza kukaa kwa ndoa kwa njia ambayo inamfurahisha Mungu. Na si kukaa kwa ndoa peke yake, kwa sababu ndoa ni safari. Kuna mahali huwa inaanzia ndio ikuje ikuwe ndoa. Ningependa tupate kujua ya kwamba kuna ndoa ambayo inafurahisha Mungu, ndoa ambayo Mungu mwenyewe ndiye alianzisha, na Mungu akianzisha jambo huwa anaipeleka hadi mwisho. Kuna ndoa ambayo inafurahisha Mungu, na ndoa ambayo inafurahisha Mungu ama ndoa ambayo iko kwa njia za Mungu, wacha niweke hivyo, iko na matunda yake. Ndoa ambayo iko kwa njia za Mungu inakuja na amani, inakuja na furaha. Wao wanandoa wanatosheka na wanafurahia sana kuwa kwa hiyo ndoa, kwa sababu iko kwa njia za Mungu. Na kuna ndoa ambayo haiko kwa njia za Mungu, na ndoa ambayo haiko kwa njia za Mungu, tunaelewa kwamba watu wanakosa amani, watu wanakosa furaha, watu wanakuwa ni machozi kila wakati, ni vita kila wakati, kwa sababu hiyo ndoa haikufanywa kwa njia ambayo inafaa, haikufanywa kwa njia ambayo ni ya Mungu. Na watu wa Mungu, ni vizuri kujua ya kwamba kila wakati tunaacha Mungu kwa mambo yetu, mwisho wa hiyo mambo inakuwa ni kilio, mwisho yake inakuwa ni machozi. Lakini Mungu akihusishwa kwa kila jambo, inakuwa ni ya furaha, inakuwa ni ya baraka. Kwa hivyo ni vizuri tuangazie, na mimi ninafanya video hizi ili tupate kujifunza ndoa ambazo ziko kwa njia ya Mungu. Ningependa tutangulize mafundisho haya na kuelewa ndoa ni nini. Unajua kuna mambo mengi yanaendelea duniani ambayo yanaleta kitu kama confusion. Watu wanakosa kuelewa ndoa ni nini. Ni vizuri tuelewe ndoa ni nini kutokana na maandiko. Ndoa ni ushirikiano kati ya mume na mke, mwanamume mmoja na mke mmoja, mwanamume mmoja na mke mmoja. Hiyo ndio ndoa ambayo ni takatifu. Hiyo ndio ndoa ambayo imekubalika na Mungu. Hiyo ndio ndoa ambayo Mungu mwenyewe alibariki. Tukiangalia maandiko kutoka kwa kitabu cha Mwanzo, mlango wa 1 mstari wa 27 hadi 28, Biblia inasema Mungu aliwaumba mume na mke. Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Na Biblia ikaendelea kusema Mungu akawabariki, akabariki huyo mume na huyo mke. Kwa hivyo tukiangalia vizuri, Mungu hakubariki mume mmoja na wake wengi. Mungu hakubariki mwanamume ambaye anakutana na mwanamume na wanaita ndoa. Mungu hakubariki mwanamke ambaye ako na wanaume wengi. Mungu hakubariki mwanamke ambaye alikutana na mwanamke mwingine alafu wanaita ndoa. Hiyo yote ni mipango ya wanadamu. Mpango ya Mungu
ni mwanamume mmoja na mwanamke mmoja ambao wanakuja pamoja. Biblia ikasema hao ndio Mungu alibariki. Kwa hivyo kuna ndoa ambayo imebarikiwa na Mungu na kuna ndoa ambayo haijabarikiwa na Mungu. Maandiko ikaendelea kusema, ukiangalia mlango wa 2 wa Mwanzo mstari wa 24, Biblia inasema mwanamume ataacha baba yake, ataacha mama yake, na akutane na washikanishwe na wakuwe pamoja, wakuwe kitu mmoja na mke wake, na wakuwe nyama moja, wakuwe kitu moja. Kwa hivyo mume ataacha wazazi wake, akuje akutane na mke ambaye pia ameacha wazazi wake, wakuje wakutane na wakuwe kitu kimoja. Hiyo ndio mpango ambao Mungu alikuwa nayo kwa sababu ya ndoa. Ni vizuri kuelewa vizuri, ili tusije watu wengine huwa wanakuwa na ubishi, wanabishana ya kwamba mababu zetu walikuwa wanaoa wake wengi. Watakuambia Daudi alioa wake wengi, watakuambia Suleimani alioa wake wengi. Ukweli ni kwamba walifanya hivyo, lakini haimaanishi ilikuwa sawa. Ile ambayo iko sawa ni ile maandiko yenyewe imeandika ya kwamba Mungu aliumba mume na mke mmoja. Hakuumba mume na wake wawili, hakuumba mke na wake watatu. Aliumbia Adamu mke mmoja, Hawa. Mungu huwa hajichanganyi. Wanadamu wakakuja wakachagua kufanya vile ambavyo walifanya, wakaoa wake wawili, wakaoa watatu, wakaoa 1000. Haitabadilisha neno la Mungu. Neno la Mungu litabakia kuwa sawa, ya kwamba Mungu aliumba mume mmoja na mke mmoja na akawaleta pamoja na wakakuwa kitu kimoja. Lakini watu wa Mungu, tuongee ukweli, hata ukiangalia vile vitu ambavyo watu wanaita ndoa ya mume mmoja na wake wengi, mara mingi hakuna amani, mara nyingi hakuna furaha, mara mingi ni utengano, familia kuinukiana, kwa sababu si mpango wa Mungu watu kuishi maisha aina hiyo. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba Mungu aliumba ndoa iwe ya mume mmoja mke mmoja. Jambo lingine ningependa kusema ni kwamba ndoa ni nzuri tena sana. Watu wengi sana saizi duniani wanasema ndoa si mzuri. Nani alisema? Maandiko inaniambia katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 31 ya kwamba baada ya Mungu kukamilisha uumbaji wa dunia na baada ya Mungu kukamilisha yote ambayo alifanya, Mungu akaangalia vyote alivyovifanya na akaona kwamba vilikuwa vizuri sana. Kumaanisha pia mume na mke pamoja, Mungu aliwaangalia na akaona kwamba ilikuwa ni vyema sana kwamba aliwaumba. Ni nani huyo atapinga ya kwamba kile Mungu alitengeneza ni mzuri? Ni nani huyo atabishana na Mungu kwamba ndoa si mzuri? Kama Mungu mwenyewe aliangalia nyuma, Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 31, na Mungu akaona kwamba vyote ambavyo alivyovitengeneza, vyote ambavyo alivyoviumba vilikuwa vizuri. Ni nani huyo atasema ndoa si mzuri? Kama mwanzilishi wa ndoa alisema ni mzuri, na aliangalia na akafurahishwa na akasema ni mzuri. Watu wengi walijiingiza kwa ndoa ambayo haikuwa ya Mungu na wakakuwa na machungu mengi na wakapitia mambo magumu. Hao ndio watu ambao wanaharibia ndoa jina, wakisema ndoa ni mbaya. Watu wa Mungu, ndoa si mbaya, ndoa ni mzuri, ndoa ni ya baraka, ndoa ni ya furaha, lakini lazima ifanywe kwa njia ya Mungu. Ifanywe kwa njia ya Mungu. Ni vyema ifanywe kwa njia ya Mungu ili ipate kuwa ya baraka. Maandiko inasema katika kitabu ya Methali mlango wa 10 mstari wa 22 ya kwamba baraka za Bwana hufanya mtu awe tajiri,
na haikuji na huzuni na haikuji na machozi. Baraka za Mungu hufanya mtu awe tajiri. Hivyo ni kusema nini? Tuliangalia maandiko mlango wa Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 27, 28 ya kwamba baada ya Mungu kuumba mume na mke, Mungu akawabariki. Maandiko hapa Methali mlango wa 10 mstari wa 22 inatuambia kwamba baraka za Mungu hufanya mtu awe tajiri na haikuji na machozi, haina huzuni. Baraka za Mungu hazina huzuni. Hiyo ni kumaanisha nini? Kumaanisha Mungu akiwa ndiye ameanzisha ndoa, Mungu akiwa katikati ya ndoa, hiyo ndoa itakuwa ya baraka. Na hiyo ndoa ikiwa ya baraka, Biblia inasema inakuja na utajiri. Na utajiri ambao tunaongelelea sio utajiri ambayo imepoteza duniani, si utajiri wa pesa, si utajiri wa mali, ni utajiri wa amani, utajiri wa furaha teletele. Ni utajiri ambao haununuliki na pesa. Hiyo ndio baraka ya Mungu inaleta. Baraka za Mungu zinakuja na utajiri, utajiri wa afya. Inakuja na utajiri wa aina yake na haikuji na machozi. Sababu ya mimi kufundisha kuhusu ndoa ni kwa sababu watu wengi, wanandoa wengi wanalia, wanandoa wengi wanahuzunika, wanandoa wengi wanaishi na kitu kwa Kiingereza tunaita regrets. Wanajuta. Ndoa ambazo ziko na majuto ni kwa sababu wengi wanandoa hawakujua na hawakufundishwa kuhusisha Mungu kwa ndoa hizo. Wengi hawakujua ni vizuri kufanya ndoa kwa njia ya kiungu, kwa njia ambayo ni ya Mungu. Ndoa ambayo iko na huzuni, ndoa ambayo iko na machozi na iko na majuto, sana sana ukiangalia msingi wa hiyo ndoa haikuwa sawa sawa. Kwa hivyo ndio maana nimekata kauli kufunza watu kwamba ndoa ni mzuri na ndoa ni tamu. Mimi ni mwanandoa na ninajua, nimekaa kwa ndoa miaka na ninafurahia ndoa yangu. Ninafurahia kabisa kwa sababu nimemhusisha Mungu. Watu wengi ninajua wanalia kwa ndoa zao. Mimi kama mtumishi nimekuwa na watu wengi wanakuja wakiniambia, ninajuta. Kwa nini hii ndoa iko hivi? Ni vizuri tujue ya kwamba kuhusisha Mungu kwa ndoa ni vyema. Ni vizuri kuelewa Mungu anataka nini ifanyike kwa ndoa. Ni vizuri kuifanya kadri na mapenzi ya Mungu. Kuna watu ambao wako kwa ndoa na wanalia mchana na usiku kwa sababu ya vita, wanapigana. Mungu haizi akakupatia mume ambaye atakuwekelea mkono, haiwezekani. Wengine wanateseka kiakili, wengine wanateseka hata kwa hali ya ngono, wanateswa na waume wao. Vitu ambavyo nimesikia, ndio maana nimekuja kuwafundisha, ni vitu ambavyo ukisikia vinakuhuzunisha na unatetemeka, ukijua mambo watu wanapitia kwa ndoa. Wacha turudi kwa mpango wa Mungu, tufanye mambo vile Mungu angependa tufanye. Mungu haizi akakupatia kitu ambayo itakuletea huzuni, kitu ambayo itakufanya ulie. Shida ni wanandoa sasa wanatafuta vitu ambavyo havina maana, na si ati si vizuri. Watu wanafuata vitu kama pesa, watu wanafuata vitu kama urembo wa nje, watu wanafuata vitu ambavyo havina msingi yote, vitu ambavyo leo viko kesho haviko.
wacha turudi kwenye maandiko, tuache Mungu atuongoze na tuelekeze, tufanye ndoa na tuanzishe ndoa kwa msingi wa Mungu, ili Mungu apate kudumisha hiyo ndoa. Unajua Mungu akianzisha kitu ataidumisha. Unajua Mungu akianzisha kitu ataipigania. Unajua Mungu akianzisha kitu, watakaoteta na wewe watakutana na Mungu, kwa sababu ni yeye ameanzisha. Haleluya. Kwa hivyo nimekuja ili tupate kujifunza vile ambavyo tutafanya ndoa kwa njia ya Mungu. Maandiko inasema katika kitabu ya Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 9, wawili ni heri kuliko mmoja. Mungu mwenyewe akakubalia iandikwe kwenye kitabu takatifu ya kwamba wawili ni heri kuliko mmoja. Mimi nataka tujiulize. Ninaheshimu sana wale ambao wamekata kauli ya kukaa peke yao. Sina shida na wao. Ni vizuri wakae peke yao, lakini wakae kwa utakatifu, kwa sababu hakuna hapo njia ya mkato. Hakuna. Ni uwe kwa ndoa, uishi kama mwanandoa, ama ukae peke yako na uishi maisha ya utakatifu. Neno la Mungu likasema wawili ni heri kuliko mmoja. Wacha tuangalie mfano, na ninaomba Mungu hii isifanyike kwa maisha ya mtu yoyote. Uko peke yako kwa sababu sasa wewe umekuwa mtu mzima, umetoka kwa wazazi wako, unafanya shughuli zako, unafanya kazi zako, alafu jambo likafanyika, kwa sababu tuko kwa ulimwengu ambao iko na mambo mengi, ukakuwa mgonjwa. Na wakati ambapo umekuwa mgonjwa, wengine wakapata ajali na wako peke yao. Unakuwa wewe hauwezi ukaenda kazini, unabakia kwa nyumbani. Marafiki zako maisha lazima isonge, watakuja wakuone saa 1 saa 2 na warudi. Ndugu zako, dada zako pia wako na familia zao, wataendelea na maisha yao. Wazazi wako labda wako nyumbani pia, hawawezi wakaacha boma zao ili kuja kukaa na wewe. Sasa itakuwaje? Uko peke yako, uko kwa hali ambayo unahitaji mtu wa kuwe na wewe. Watu wa Mungu, ni vizuri kuangalia vitu vile Mungu anaangalia vitu. Maandiko inasema wawili ni heri kuliko mmoja. Hakika mungekuwa wawili, ingekuwa afadhali kuliko vile uko peke yako. Ni vizuri kuwa na marafiki, lakini marafiki wengine tuko nao pia wao wako kwa ndoa. Marafiki wengine tuko nao wako na mambo zao. Ukiwa peke yako, swali ni nani atakusaidia wakati ambapo uko kwa shida? Ikaendelea kusema hivi mstari wa 10. Tuko Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 10. Ni vyema mkiwa wawili kuliko ukiwa peke yako, kwa sababu mmoja akianguka mwingine atamuinua. Wakati ambapo mko wawili, jambo likifanyika, mmoja anguke, labda akuwe mgonjwa, mwingine atakuwa hapo aweze kumsaidia. Nakumbuka wakati mmoja, wakati wa COVID, tunakumbuka 2020, nakumbuka mume wangu alikuwa sehemu ambayo hiyo ugonjwa ilikuwa imeingia sana, na wakati alikuja nyumbani, akakuja na hiyo ugonjwa ikamuingia na ikampeleka vibaya. Lakini mimi Mungu alimsaidia, sikupata hiyo ugonjwa, na mimi nikakuwa ndio ninamshikilia. Akaenda hospitalini, akalazwa hospitalini, lakini mambo kwa nyumba ilibakia vizuri, kwa sababu nilibakia na watoto, nilibakia nikichunga watoto. Ningeenda hospitalini nimuone na nirudi nichunge familia, nichunge boma, kwa sababu wawili ni heri kuliko mmoja. Watu wa Mungu, tuangalie maandiko vizuri na tufuate mipango ambayo Mungu aliwekea wanadamu. Kuna watu ninajua Mungu alikusudia wakuwe peke yao kwa sababu ya huduma. Kuna huduma ambazo zinahitaji utakatifu wa hali ya juu, na hizo huduma Mungu amewekea watu, na wale watu Mungu amewaekea hiyo huduma, Mungu amewapea neema ya kukaa peke yao. Mungu amewapea neema imewatosha. Lakini kuna wengine ambao wanasema wako peke yao,
lakini wako na waume wa watu. Wanasema wako peke yao, wangependa kukaa peke yao, lakini hawaishi maisha ya utakatifu. Hiyo ni kuishi maisha ya unafiki. Tuongee ukweli, watu wa Mungu, ili tupone. Hiyo ni maisha ya unafiki. Ninajua kuna watu ambao walikuwa kwa ndoa, labda ndoa ikavunjika kwa sababu ya masababu mingi. Ninajua kuna mambo ambayo inaweza kufanya ndoa ivunjike. Ninaelewa. Kama basi ilivunjika na unatamani Mungu akupee tena mtu, inawezekana, kwa sababu Mungu si mwanadamu. Mungu anaweza kukupea nafasi ya pili, lakini kwa hiyo hali bakia kwa maisha ya utakatifu. Bakia kwa kuishi maisha ya utakatifu. Kuna wengine ambao ndio wanatarajia Mungu awape ndoa. Bakia kwa maisha ya utakatifu, ukingojea Mungu akupee nini? Akupee mume ama mke. Kuna wengine ambao labda waliachwa na waume wao ama na wake wao, ni wajane. Bakia kwa maisha ya utakatifu. Ukipenda na ukiuliza Mungu, na iwe kwa mapenzi yake akupatie mtu, Mungu atakupa. Lakini kwa hiyo wakati wa kungoja, bakia kwa maisha ya utakatifu. Na kuna wengine ambao wanaishi hiyo maisha, ambao wanasema they are single by choice. Fine. Wewe kuwa single by choice, lakini ujue ya kwamba kwa Mungu hakuna njia ya mkato. Ni ukuwe single na uishi maisha utakatifu, ama ungoje Mungu akupatie mume, ili kama kuna mambo unataka kufanya ufanye na mume wako. Lakini ingine ambayo inafanyika ni uchafu ambayo haifurahishi Mungu. Kwa hivyo ni vizuri tupate kuelewa hivyo. Nataka kuendelea na mafundisho yangu. Kitabu ya Mhubiri mlango wa 4 ukiangalia mstari wa 12. Biblia inasema kamba ambayo imefungwa mara 3 ni heri kuliko ile imefungwa mara 2. Kumaanisha wewe na mume wako na mume wako mko sawa mkiwa wawili, lakini mtakuwa na nguvu zaidi na hamtavunjika virahisi mkiwa na kamba ya 3. Na hiyo kamba ya 3 ni Mungu mwenyewe. Mungu akiwa katikati ya hiyo ndoa, katikati ya mume na mke, hiyo ndoa si virahisi vunjike. Ni vizuri niseme hivi ya kwamba kuna wanandoa wengi, saa zingine ni kwa sababu ya kutojua. Unapata wakati ambapo umeingia kwa ndoa na kuna mambo kidogo ambayo haiendi vizuri, mara moja umeanza kupiga ripoti nyumbani, mara moja umeanza kuongea na mama yako na baba yako, umeanza kuongea na dada zako, umeanza kuongea na marafiki wako. Ndoa ikianza namna hiyo itakuwa na shida kubwa sana. Nataka niseme ya kwamba wakati watu wanaingia kwa ndoa, huwa hawajui ndoa ni nini, kwa sababu labda wengine hawakuwa wameolewa. Kwa hivyo wanaingia mara ya kwanza kwa ndoa. Lakini ninakuahidi ya kwamba Mungu akiwa katikati ya hiyo ndoa atawafunza polepole kuishi pamoja kwa masikilizano, kuishi pamoja kwa kuelewana, kwa amani, kwa furaha, kwa upendo. Na wakati huo kuna mambo mengi ya kujifunza. Neno la Mungu linatuambia katika Zaburi mlango wa 32 mstari wa 8. Mungu mwenyewe akasema, nitawafunza njia ambayo mtapita. Nitawaonyesha njia ambayo mtapita, nitawafundisha, na jicho langu litakuwa juu yenu ili kuwatazama na kuwachunga. Kwa hivyo Mungu akiwa katikati ya ndoa, mnaweza mkakosa kujua vile mtaishi, lakini Mungu ni Mungu mwenye hekima. Atawasaidia kuishi vizuri, atawasaidia kukuwa na maelewano. Lakini wakati ambapo tunatoa mambo ya ndoa na kupeleka uko nje, sasa hiyo kamba si kamba ya watu 3 wawili na Mungu, itakuwa ni ya watu wengi. Na Waswahili wakasema, wakasemaje? Wapishi wengi huharibu nini? Huharibu mchuzi. Wapishi wengi huharibu mchuzi. Wacha Mungu awe ndiye mpishi ambaye anawasaidia nyinyi kujua vile ambavyo mtapika hiyo chakula ya ndoa. Kwa hivyo tusizoee kuleta watu wengi katikati ya ndoa yetu.
Unapata wanawake wanakimbia, wanawake haswa ndo wako na hii shida ya kukimbia kwa marafiki, unakimbia kwa your best friend, unamwambia nini. Hivyo ndoa haitasimama hivyo. Utakuja na mawaidha ambayo itavunja hiyo ndoa. Kwa hivyo ni vizuri tukue watulivu, tuelewe ya kwamba hili ni jambo jipya ambalo tumeingia. Mungu atufunze polepole na tujitahidi ili tupate kufanya hiyo ndoa ifanye kazi. Nataka niseme hivi, wakati ambapo umekata kauli kuingia kwa ndoa, ujiambie wewe mwenyewe, ongelesha nafsi yako, ujiambie hii ndoa lazima ifanye kazi. Nikiwa na baba yangu ako mbinguni na ndio amenipatia huyu mume, hii ndoa lazima isimame. Ukiingia kwa ndoa tayari ushajiambia hii ndoa itavunjika, kuna siku moja itavunjika. Ukiingia kwa ndoa ukijiambia mimi akiniletea nitaenda, akinisumbua nitaenda, utaenda. Lakini ukiingia kwa hiyo ndoa ukiwa umejiambia siko peke yangu, ninajua baba yangu ako na mimi, ninajua atanisaidia, ataniwezesha, hii ndoa lazima itasimama. Mungu akiwa mbinguni atakusikia na atasaidia hiyo ndoa isimame. Kwa hivyo ni vizuri kukata kauli ukiingia kwa ndoa. Tusikue, ndoa si kitu ya kuingia na kutoka. Hii ndio mambo ambayo imechafua ndoa. Hii ndio mambo ambayo imeharibu ndoa. Hii ndio mambo ambayo imefanya watu wengi hawataki kuingia kwenye ndoa. Lakini ni vizuri nikwambie ya kwamba ndoa unaingia na hekima. Unaingia na hekima kutoka mbinguni, ya kwamba nitaifanya kwa njia iliyo sawa, nitaifanya kwa njia ambayo ni ya Mungu. Naye Mungu akiwa mbinguni ataweka hiyo ndoa yako muhuri, na Mungu atakusaidia, atakupigania na atakuwezesha. Kwa hivyo ni vizuri watu wa Mungu tuelewe, na ni vizuri niseme ya kwamba ndoa huwa haianzi wakati ambapo mume na mke wanaishi pamoja. Hapana, ndoa haianzi hapo. Ndoa inaanza hata kabla haujapata huyo mchumba wako, na hapo ndio ningependa tuweke msingi wa ndoa. Sasa nimeanza, ndoa inafaa kuwa na msingi, na msingi bora ni msingi ambayo Mungu anahusishwa kabla ya mahusiano, kabla ya kusema huyu ni bwanangu. Uko katika uchumbani ndio Mungu anafaa kuhusishwa, hata kabla upate huyo mchumba. Msingi bora unawekwa wakati huo, na wakati umekata kauli kama mwanamke unataka kuingia kwenye ndoa, ni vizuri uombe Mungu akuelekeze, akusaidie ili upate mchumba ambaye Mungu atakuchagulia. Yes, ni vizuri Mungu akuchagulie. Kwa nini? Yeye ndio alikuumba, anajua vile maumbile yako, anajua wewe unakaa aje. Mungu akutafutie mtu ambaye ataingiana na wewe, mtu ambaye atakuelewa, mtu ambaye atakupenda ulivyo na atakuheshimu. Wacha niseme hivi, Mungu akutafutie mbavu lako, kwa sababu mbavu lako liko mahali. Watu wengi wanajitafutia mbavu, na ndio maana ukiweka inaumiza, iko na uchungu, kwa sababu halifai kuwa hapo. Watu wengi wako kwa ndoa, naomba mnisikize, na wameolewa na watu ambao si wao, na wanaishi na waume ambao si wao, kwa sababu hawakumuuliza Mungu awasaidie kupate wale ambao Mungu aliwaumbia. Na maandiko ukiangalia mlango wa Mathayo mlango wa 7 mstari wa 7 uteremke hadi mstari wa 11, neno la Mungu linasema vizuri sana: niulizeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni na mlango utafunguliwa kwenu. Kwa hivyo ninasemaje? Uliza Mungu na atakupea. Na maandiko ikaendelea kusemaje? Yeyote yule ambaye anauliza atajibiwa, yeyote yule ambaye anatafuta atapata, na yeyote yule ambaye anabisha mlango utafunguliwa kwake. Na ikaendelea kusema hivi,
ya kwamba ni nani katikati yenu ambaye mtoto wake ama mwana wake akimuuliza ampe mkate atampe jiwe, atampe jiwe? Ama ni nani ambaye mtoto wake akimuuliza samaki atampa nyoka? Ni nani huyo? Hakuna baba ambaye mtoto wake atamuitisha kitu na mpatie kitu tofauti. Biblia ikasema kama nyinyi watu waovu mnajua kupatia watoto wenu vitu vizuri, na je, mimi Mungu wenu wa mbinguni nitawapa aje vitu vizuri wale ambao wananiuliza? Uliza Mungu akupe kile ambalo unahitaji. Uliza Mungu, mwambie Mungu, ninataka unipe mume mwema. Ninaomba unipe mume ambaye hata nisumbua, unipe mume ambaye hata nitesa. Kile uombacho ndicho utapata. Nakumbuka wakati mmoja nikiwa bado university, chuo kikuu, wakati nilikutana na mchumba wangu, kuna maombi niliambia Mungu, ninaomba kama huyu si wangu umuondoe. Na nikaomba Mungu, nikamwambia mimi sitaki mwanamume ambaye analewa, sitaki mwanamume ambaye anakunywa pombe, sitaki mwanamume ambaye atakuja na akose uaminifu, sitaki mimi ninataka mume ambaye anamwogopa Mungu, mume ambaye halewi. Niliambia Mungu yote, na yote ambao niliomba Mungu alinipa. Nilikuwa chuo kikuu. Sasa ninawafundisha, uliza Mungu kile ambacho unataka, nayo Mungu atakupatia. Naye Mungu akiwa mbinguni atakupatia. Na wakati ambapo unaomba Mungu na unamkaribisha katika hiyo safari sasa ya kuingia uchumbani ili upate kuchumbiana na mtu, utapata kujiepusha na mambo mengi mabaya. Mambo mengi mabaya utajiepusha nayo. Wakati ambapo unahusisha Mungu, kuna watu ambao ni watu ambao hawako serious kwa maisha, watu ambao kila kitu ni mzaha. Mungu atawaondoa kwa maisha yako. Mungu hatakubali kutane na wao. Kuna watu wengine ambao wakikuja watakuumiza moyo. Mungu atawaondoa kwa sababu umemuuzisha. Kuna watu wengine watakuja wakupotezee muda. Unasema mnachumbiana miaka 6, miaka 5, na baada ya hiyo asikuoe. Hao ni watu Mungu atawaondoa katika maisha yako. Na nataka nikupatie mifano ambayo nimekutana nayo kwa laini yangu ya huduma katika utumishi wangu. Kuna wakati mmoja mwanamke mmoja alikuja kwangu ili apate kuniomba mawaidha, kwa sababu alikuwa anatamani kuolewa na alikuwa tayari ako na watoto 2. Na mimi ninajua na roho yangu yote ya kwamba Mungu bado anaweza akapatia mtu uwe na watoto wangapi. Mungu anaweza akakupatia nafasi ya pili na akupe mchumba na akupe mume. Ninaamini na moyo wangu wote. Kwa hivyo wakati alikuja, alikuwa anatamani sana kuolewa, na akakuja na akanielezea kwamba kuna mwanamume ambaye alikuwa anakuja na alikuwa amemwahidi kwamba anakuja kumuoa. Nikamuuliza, umekutana na yeye? Akaniambia hapana, tumekuwa tukiongea kwa social media, tumekuwa tukichat na tukaingiana na ni kama tuna bond, na ameniahidi kwamba akifika Kenya hivi atakuja na nioe. Na wakati huo roho Mungu akanifunulia ya kwamba huyo mwanamume akikuja atamtoa huyo mwanamke kafara. Nikamwambia, huyu mwanamume ninaona si bora kwako. Nikamwambia, tafadhali chungana na huyu mwanamume, hakuji na nia mzuri. Watu wa Mungu, kuna watu ambao wanaweza wakataka kukuchumbia na hawana nia mzuri. Wengine wanatumiwa na shetani, wengine wanatafuta kafara, wengine wamebeba maroho na hawajui, wanaitwa blind agents. My God, ambao ukikutana na wao hivyo ndivyo umeenda, hivyo ndivyo umechanganikiwa, hivyo ndivyo umepoteza kila kitu. Watu wa Mungu, usisha Mungu, uliza Mungu, omba Mungu akupatie mwelekeo. Na huyu mwanamke nikampatia, nikamwambia huyo mwanamume achana na yeye kabisa. Acha, sijamuona lakini nimemjua, achana na yeye. Na huyo mwanamke akatoka na huzuni sana akaenda.
Watu wa Mungu, kwa nini ujifurahishe kwa siku kidogo? Kwa nini ujipeleke kwa kichinjio shetani akuchinje? Uliza Mungu, omba Mungu. Nashukuru ya kwamba huu mwanamke alikuja kuniuliza. Hakuwa mshirika wangu, lakini alikuwa anapenda kuja nimwombee mara mingi. Mfano mwingine ningependa kukupatia ni msichana mmoja ambaye alikutana na mwanamume fulani na wakakaa pamoja, wakaanza kuishi pamoja, na ninataka nitangaze kwamba hiyo si ndoa. Hiyo si ndoa. Wakati unakutana na mwanamume ama na mwanamke na unamweka kwa nyumba yako na mnaanza kuishi pamoja, hiyo si ndoa. Ndoa ya Mungu haifanywi kwa njia hiyo. Hiyo ndio ndoa ambayo inakuja inakuwa na machozi. Nataka kuuliza wanawake ambao wananisikiza na wasichana ambao wananisikiza, usikubali kuingia kwa nyumba ya mwanamume ati kuishi na yeye kwa sababu unatamani kuolewa. Hapana. Huyo mwanamume hata usikutane na yeye kwa njia yoyote. Kama umeomba Mungu na Mungu amekuelekeza, na huyo mwanamume anataka kuishi na wewe, lakini labda hamna fedha ya kufanya harusi kubwa, lazima akutambulishe nyumbani kwao, na wewe pia umtambulishe kwenyu, na muhusishe mtumishi wa Mungu, mwambie tuombee tu, tubariki. Mungu akitupatia pesa tutafanya harusi. Hivyo ni afadhali. Huyu msichana akaanza kuishi na huyu mwanamume, wakaishi na akapata ujauzito. Akapata ujauzito na wakaishi pamoja. Wakati huyu msichana ujauzito wake ulifikia miezi 7, kuna jambo ilifanyika na akajua kwamba huyu mwanamume ninaishi na yeye ni mume wa mtu. Alikuwa ni mwanamume ambaye alikuwa na familia, ndoa na watoto, na akadanganya huyu msichana kumchezea. Akamchezea akili na akachezea mwili wake. Wasichana na wanawake, ladies, sikubali kuchezewa. Mbona imefika mahali tunakubali kuchezewa? Unachezewa akili na unachezewa mwili, unachafuliwa. Kwa nini? Kwa hivyo ni vizuri tukue waangalifu sana na tuchunge. Huyu msichana wakati ambapo alijua huyu mwanamume alikuwa ni mume wa mtu, alipatwa na stress. Sijui nini ilifanyika, lakini alitoka na akakimbia kwenye mahali gari moshi huwa inapita, na akangoja mpaka gari moshi wakati ilikuwa inakuja, akajitupa kwa reli na akakanyagwa na gari ya moshi, na hivyo ndivyo alikufa. Msichana mdogo sana. Kwa nini? Kwa sababu hakujua ile siri ambayo ninawapa. Kuhusisha Mungu kabla. Usiishi na mtu na hujahusisha Mungu. Usiishi na mtu na hujauliza Mungu. Tukiendelea nitaendelea kuwafunza vile ambavyo Mungu atakuonyesha kama huyo ni mume wako ama si mume wako. Nataka niwapatie mfano wa mwisho ya jambo ambalo niliona mwenyewe ikifanyika. Kuna mtu ambaye nilikuwa namjua vizuri, ambaye alikuwa na tamanio sana ya kukaa kwa ndoa, na kila wakati angetaka kukaa na mwanamke, angechukua mwanamke na wakae, na huyu mwanamume alikuwa anapenda sana kufanya harusi. So wakati ambapo alikuwa anapanga harusi, usiku wa hiyo harusi mwanamke angekufa. Na walikufa si mmoja si wawili, karibu 10. Na mwanamke wa mwisho ambao niliacha nikiwa mwenyewe nimehusika na nilikuwa ninajua. Walipanga harusi, walikuwa na mahusiano, na wakati ambapo mwanamume alipanga kufanya harusi, usiku wa hiyo siku ya kufanya harusi, huo msichana aliumwa na kichwa na akakufa. Hii si story ambayo sijui, ninaijua na ninaielewa sana, na niliona ikifanyika. Niliona wasichana kadhaa wakikufa kwa mikono ya mwanamume. Na watu wa Mungu, sababu ile ninasema tuhusishe Mungu ni kwa sababu nimesema kuna watu wanaitwa blind agents. Hawajijui kwamba wamebeba maroho. Hawajui. Kuna wale wanajijua vizuri ambao wakihusiana na wewe watakutoa kafara, na kuna wale hawajijui, wamebeba maroho ndani yao, na Mungu hawahesabii makosa kwa sababu hawajijui. Na hiyo maroho ikikutana na wewe inakutafuta. Na wakati ambapo haujakuwa kwa Mungu vizuri, haujahusisha Mungu, wewe unakuwa ni kafara rahisi sana kwa shetani. Ninawauliza, tufunze watu kutafuta Mungu.
tufunze watu kuomba. Huwa tunafunga na kuomba kwa sababu ya mambo mengi, lakini ikifika ni maneno ya ndoa, watu wengi hawafungi na kuomba. Na hii ni mambo, ndoa ni kitu nzito, kitu ambayo inastahili mtu kutafuta uso wa Bwana na kuambia Mungu, nionyeshe njia. Kwa hivyo ninasemaje? Ninasema wakati ambapo unatafuta Mungu ili Mungu akuelekeze ni nani ambaye atakuwa mchumba wako, hiyo ni msingi ambao ni mzuri. Na Mungu akianzisha msingi kama huo, watu wa Mungu hautatingizwa. Msingi ulio na Mungu hautatingizwa. Msingi ambayo Mungu mwenyewe ndio ameiweka. Ndoa yoyote ambayo itajengwa juu ya hiyo msingi, hata mawimbi kuje, hata upepo mkali ukuje, hautatingiza hiyo nyumba ya ndoa ambayo imejengwa juu ya msingi ambao Mungu amehusishwa. Hiyo ndio utamu wa kuhusisha Mungu kwa hizo ndoa. Kabla ya kuingia kwa hiyo ndoa, kabla ya kuoana, kabla ya kuanza kuishi kama mume na mke, kabla hata mjaanza kuchumbiana na huyo mume ama huyo mwanamume na mwanamke ambao ungependa kuchumbiana na yeye, wacha Mungu akuelekeze. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu ya Wafilipi mlango wa 1 mstari wa 6 ya kwamba kazi njema ambayo Mungu alianzisha, haleluya, Mungu alianzisha ataikamilisha hadi siku ya Kristo kukuja. Kwa hivyo kazi ambayo Mungu anaanzisha, Mungu hukamilisha. Mungu akianzisha hiyo ndoa, hapo katikati kukiwa na changamoto, Mungu yuko. Mkimuita, Mungu atawajibu. Ako na njia mingi ya kujibu. Ako na watumishi ambao Mungu amewaeka ili kutusaidia kwa mambo kama hayo. Kuna watu wanaitwa marriage counselors. Kuna watu ambao wamekomaa imani, wanaweza wakakuelekeza. Mungu anaweza kukuongelesha kwa njia mingi, na hii ni mambo ambayo nitafundisha tukiendelea, njia ambazo Mungu huwa anatumia kutuongelesha. Kwa hivyo ningependa tutembee safari hii, tujifunze kujenga ndoa juu ya mwamba ambao ni Kristo. Aanzishe na akamilishe mwenyewe. Tusiharakishe kufanya mambo ati kwa sababu umepata mtu na unafikiria ni mzuri. Umepata mtu na unaona huyu ametosha kuwa mume, huyu ametosha. Kwa akili zako utajidanganya. Tusikuwe watu wa kuangalia nje na kufurahishwa na nje. Aya, utadanganyika. Nje huwa inaweza kudanganya. Usiangalie vitu kutoka nje. Uliza Mungu ambaye huwa anaangalia ndani. Kuna watu ambao walidanganywa na nje, wakati ambapo waliingia kwa hiyo ndoa wakapata ule ambao aliwaoa ni mnyama. Nje ni mrembo lakini ndani ni mnyama. Ambia Mungu akuelekeze ili upate kufanya decisions ambazo ni mzuri, ambazo hazitakuja kukudhuru baadaye. Usidanganywe na urembo, usidanganywe na utajiri. Vitu vingine ni mitego ya shetani. Wacha Mungu akuelekeze. Mungu atategua hizo mitego zote. Usikue tena, kuna jina kwa Kiingereza inaitwa desperate. Usikue mtu ambaye uko desperate, eti miaka imesonga sana. Eti watu wengine rika yangu yote wameolewa, sasa mimi lazima ule ambaye nitapata bora tu ni mwanamume atanioa. Usifanye decision kama hiyo, baadaye utakuja kulia. Kwa hivyo tukubali Mungu atuongoze, tukubali Mungu atuelekeze. Nitaendelea na mafundisho haya ili tupate kujua vile Mungu anatuelekeza hata kabla ya kuingia kwa uchumbani. Mimi ni wako Pastor Joan. Nimefurahia sana kwa kunisikiza. Ninaomba upate kulike hiyo video. Ningeomba upate kusubscribe, na ukiweza share na watu wengi ili wapate kujua mapenzi ya Mungu kwa ndoa zetu. Mungu awabariki. Tuonane wakati mwingine. Amen.